alikualika akwambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfano, ni fundisho alilokuwa analitoa Bwana wetu Yesu Kristo, namna ya kujifunza kuhusiana na unyenyekevu. Ukisoma mstari wa 7 anaeleza vizuri, akawaambia mfano wale walioalikwa alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema. Huu ni mfano alikuwa anatoa, lakini alitoa baada ya kuona walioalikwa namna wanavyojithamini. Wenda na hapa kanisani wapo nilijenga kanisa, wakawa na kiburi kwa sababu walihusika katika kulijenga kanisa, kwamba kuna vitu vingine ama kuna namna nyingine wanataka wachukuliwe. Kiingereza kizuri kwa treated, namna ya kushughulika nao. Kwa ukimwona sema yaani mjielekeze mbele yake. Hapa akawaona walivyokuwa wamealikwa, wanajitia kifua. Kwenda kukaa kwa mbele sio dhambi, lakini walikuwa wamekaa kwa namna gani? Na tukumbuke Yesu yeye hatazami nje. Alikuwa anatazama mioyo yao, namna inavyojiona fahari kwamba hii shughuli wenda ni rafiki yetu, sisi ni wakubwa. Lakini kumbe kuna wengine wamealikwa hapo, wewe wakawa wakubwa kuliko wewe. Unapojithaminisha kwa mtu, halafu yeye anakuchukulia kawaida, ni mwanzo wa kukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amenionaje hivi? Hivi ananichukuliaje? Kumbuke tulipotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kujinua. Hivi msaidia hapo alipofika ni nini? Lakini kumbe ungejinyenyekeza. Tunapojinyenyekeza sio kwamba tunakuwa hatuwezi, kwamba sisi sio tu wa zamani. Hapana. Sisi ni wa zamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni tabia, ni hali ya kujishusha na kuwa tayari kujifunza. Huu mfano alikuwa Yesu alisia, lakini tunaweza tukajifunza mfano mwingine kwa Naamani. Soma Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 8 hata wa 11. Ile Naamani alipokuwa jemedari, Biblia inasema alikuwa ni jemedari, mtu aliyekuwa anatumainiwa sana, mtu aliyekuwa anategemewa sana. Kwamba yeye ni jemedari, hakuna awezaye kushindana naye kwenye vita yake. Sasa mtu huyo alikuwa na changamoto ya ukoma. Alikuwa na changamoto ya ukoma, akapata habari kwamba Israeli kunao uponyaji. Akachukua hatua kwenda kutafuta huo uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Akaenda kutafuta ule uponyaji, lakini alichokutana nacho kilikuwa ni kinyume na alivyokuwa ametarajia, kwa sababu alikuwa anajiona yeye ni bora, ni jemedari wa kutumainiwa na taifa. Kwa hiyo habari zake zikienea, akifika hapa nataka aone, yaani ameshajitengenezea lile. Unapoenda hapa unafikiri utalipokea hivi, utalishukua hivi. Umejitengenezea namna ya watu kukuchukulia, umejitengenezea namna ya watu kukabiliana na wewe au mazingira. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kiburi ambacho nacho au ule uwezo ambao uko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Alifika, anaweza kutusomea Wafalme wa Pili sura ya 8 kuanzia mstari ule wa sura ya 5 mstari wa 8. Sura ya 5 kuanzia mstari wa 8. Soma Wafalme wa Pili 5 kuanzia mstari wa 8. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akamtuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema,
akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpara, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Huu ni mfano mzuri wa kujifunza na kuiga kutoka kwa Naamani. Naamani kwa sababu bado alikuwa hajampokea Yesu, bado hajalipokea tumaini la wito wetu, hamwelewi Mungu, yuko katika asili ya mwili, yuko katika asili ya ulimwengu, ambao asili yake baada ya kutupwa shetani huku akawa ni baba wa dunia hii, akitafuta roho za kuzidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tukumbuke asili ya mwili imeshakuwa dhambi, lakini ikaja neema kwetu ituokoe, tuachane na asili hiyo, tuivae asili ya mbinguni. Bwana apewe sifa. Naamani anaeleza, ukisoma mstari ule wa 11 anaeleza vizuri. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama, kwamba atatoka, mimi tayari ni jemedari, ni mtu wa kutumainiwa sana. Na hii inaelezwa pale mstari wa kwanza wa Wafalme wa 5, wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza nasema, na basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washamu kushinda. Tena alikuwa ni mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Weka huko kwa Mungu. Unajua kuna vitu vingine Mungu anaruhusu viwepo ili tuweze kujinyenyekeza mbele zake. Paulo ule mwiba alikuwa nao, anaomba mwiba uondolewe. Pengine angeondolewa ule mwiba, angejiona ni mkamilifu na kiburi kingeinuka ndani yake, asingekuwa mnyenyekevu. Kwa vitu vingine Mungu anaviruhusu. Alitumia Naamani, maana Biblia inasema alishinda kwa mkono wake Bwana. Hakuwa peke yake, ni kwani Mungu alikuwa naye, lakini pengine huu ukoma ulikuwa upo pale kujinyenyekeza, kutokupata ile fahari kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Anaeleza, mimi ni mtu mkubwa. Sasa huyu nimeshakuja kwake, ananitumia tena kibaraka, na nifikiri angetoka na kuja amlaki. Maana ukisikia rais amekuja hapa au amekuja kuombewa, tutajikuta tunaenda tu wote pale, tunakuja kupokea vyote na nyenyekea. Amekuja kupokea uponyaji, lakini sisi ndio tunafanyaje? Tunajinyenyekeza mbele yake. Na hicho ndicho Naamani alichokuwa anakitarajia, kwamba ndio nimekuja, nimekosea ndio, lakini kuna namna mtu huyu mimi nakuja kupokea uponyaji ndio, lakini kuna namna, sababu mimi ni jemedari ninayetumainiwa, kuna namna mtu huyu anabidi aje, kuna namna mtu huyu anabidi anichukulie, kuna namna mtu huyu anabidi anifanyie. Anazieleza hapo hizo namna. Maelekezo ameshapewa, uponyaji ameshaelekezwa. Kila mtu wa Yuda, jitose mara ngapi na mwili wako utakuwa sawa. Lakini yeye hakuliwaza hilo neno, hakuwaza uponyaji ulipo. Mtu anayepewa maelekezo namna hiyo na ni mnyenyekevu wa moyo atatii mara moja, kwa sababu utii pia ni zao la unyenyekevu. Palipo na utii pana unyenyekevu. Tarajia kuona utii pasipo unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Naamani angetii mara moja kuonesha ishara ya unyenyekevu, kwamba anamtumainia Mungu anayeweza kuokoa, hata kama mtu wa Yordani pengine alikuwa ni mchafu namna gani kulingana na sababu zake, lakini ilimpasa anyenyekee, ilimpasa ajinyenyekeze. Na leo hii tuna watu Naamani wengi wanaojiona ni wa muhimu kuliko, wanaotamani wakikutana na mtu atetemeke mbele zao, wakiwa wao ni wa kutumainiwa sana, mbele za kusanyiko, mbele ya familia, makazini kwetu, ama popote pale. Naamani tunao wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe wewe katika jina la Yesu. Anasema bila shaka, tazama, akasema tazama, na nilidhani bila shaka atatoka kwangu na
kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali kwenye ugonjwa. Yeye ameshajichagulia njia ya uponyaji kama jemedali. Mimi ndio kwenda kudondoka kwenye maji? Hadi kabisa kamanda mkubwa namna hii niingie kwenye maji tena machafu namna ile? Ameshajiwekea namna kwa sababu ya jeuri. Hii ni kwa sababu ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unyenyekevu ni hali ya kujishusha. Naama nilipasa ajishushe, ajifunze, aseme kumbe Mungu si wa namna hii, nisimkalini katika njia moja. Kwa leo huyu amewekewa mkono ameponywa, basi na mimi niende niwekewe mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kuna mambo mengine sio yule alivyoponywa na kwamba na wewe utapona. Tunamwona yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu miaka 10 yote ile, yeye imani yake ilimtuma na uponyaji wake hakutegemea nini? Kuwekewa mikono, hakutegemea kunenewa neno la kinabii. Yeye alijua uponyaji upo katika pili, kwamba Mungu si wa namna moja, Mungu si wa njia moja, Mungu ni wa njia nyingi. Na kulijua hilo, kuipata neema hiyo ya kujua kwamba Mungu anafanya kazi, anatenda katika namna tofauti tofauti, hali hiyo ni hali ya unyenyekevu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Shakutana na kanisa moja ambalo limekuwa na manunguniko mengi, kwamba linasema unakuta ni mtu tu, ni siku moja tu, lakini akitoka pale na habari mbaya zinasambaa kuliko habari njema. Mbaya zinasambaa kanda moja. Sikio katoka